hakujali watu walimuona vipi, alijali moyo wa Mungu. Bwana Yesu asifiwe sana. Hakuangalia hali ya watu wakoje, lakini alichoangalia, aliangalia utukufu wa Mungu, aliangalia kufurahia Mungu. Hakuangalia wanadamu watasema nini, lakini alicholenga ni kumjali Mungu. Moyo wake ulimjali Mungu. Bwana Yesu asifiwe sana. Na Biblia inasema nini katika Samueli wa kwanza? Samueli wa kwanza sura ya 16 mstari wa 7. Bwana utazama moyo. Samueli wa kwanza 16 mstari wa 7. Bwana utazama moyo. Je, moyo wa fulani, moyo wa Sele kweli unanijali? Je, anachokifanya kweli anafanya kweli kwa ajili yangu au ananidanganya? Kwa hiyo anachoangalia Bwana ni moyo. Mungu angalie sura, hata kama una umbo zuri. Mungu angalie umaarufu wako, kwamba yule ni fulani, mkuu wa jimbo, yule ni katibu wa jimbo, yule ni hivi. Hapana. Mungu angalie makofi, kwamba kwa sababu napigiwa makofi sana na watu wengi ndipo utapata kibali kwa Mungu. Hapana. Mungu anaangalia ndani ya moyo wako. Je, kweli huyu ni mtiifu mbele zangu? Kweli huyu ni mtakatifu mbele zangu? Bwana Yesu asifiwe sana. Amen. Kwa hiyo ni kwamba heshima ya watu ni ya muda. Tufahamu kwamba heshima ya watu ni ya muda, ya Mungu ni ya milele. Ukitaka heshima ya watu, unajua kwamba heshima ni ya muda. Haya madaraka ambayo tuko nayo ni ya muda. Wengi si viongozi wa madiakoni, si ndio hivyo? Lakini ufahamu hivi, hiyo ngazi uliyopewa ni ya muda, lakini kinachotakiwa kutafuta ni heshima ya Mungu ambayo ni ya milele. Bwana Yesu asifiwe sana. Heshima ya Mungu ndio ya milele. Hapa heshima ya watu leo wanakusifu, utasifiwa na watu fulani wanafanya vizuri, hiyo ndio heshima ya watu. Kesho wanakusema vibaya, huku wanakusifu, hao wao wanakusifu, lakini kesho wanafanya nini? Wanakusema vibaya. Kwa sababu wanadamu hubadilika kulingana na hali inavyokwenda. Leo watakuchagua, kesho watafanya nini? Watakuchukia. Wanasema tumbie sana. Lakini kinachotakiwa, lakini heshima ya Mungu haibadiliki. Wewe ukiwa mtakatifu, ukiwa mwaminifu mbele za Mungu, hautabadilika mbele za Mungu. Heshima ya Mungu ni ya milele, haina masengenyo, yenyewe haina muda, ya milele. Heshima ya Mungu ina thawabu ya mbinguni. Bwana Yesu asifiwe sana. Amen. Kwa hiyo tukiwa watakatifu, tukiwa watiifu, ujue kwamba utakuwa na thawabu mbinguni, utakuwa na umilele, hautabadilika, kwa sababu utakuwa pamoja milele na Mungu. Hapo utaangalia Mtume Paulo kwenye Wagalatia 1:10. Je, sasa nawapendeza wanadamu au Mungu? Hiyo ni swali analouliza. Je, sasa nawapendeza wanadamu au Mungu? Hili ni swali la kila siku ambalo mimi na wewe natakiwa tujiulize. Hii tunayofanya, haya mambo ninayoyafanya mimi, inapendeza wanadamu au inapendeza Mungu? Kwa kutimisha somo letu ni kwamba ni lazima leo tuchague, kama tulivyomkubali Yesu Kristo kuwa Bwana Mwokozi wetu. Ni lazima kumtii Mungu hata kama watu hawatakuelewa unachokifanya. Hata kama watu hawatakuelewa unachokifanya, umtii nani? Mtie Mungu. Kwa sababu kumtii Mungu, basi yeye ndiye wa maana.
Kitu cha pili ni kusimama katika kweli, hata kama utapigiwa makofi. Wewe ni swala kumpendeza Mungu, usiangalie kupendeza wanadamu. Ni kusimama katika kweli hata kama utapigiwa makofi. Na tatu, kutafuta uso wa Mungu kuliko sifa za wanadamu. Bwana Yesu asifiwe sana. Tunapotafuta kutafuta uso wa Mungu kuliko sifa za wanadamu, hapo Mungu atakupa kibali. Hapo Mungu atakuongoza. Kumbuka, heshima ya watu huisha kaburini. Ukikufa tu tayari heshima ya watu imeisha, lakini heshima ya Mungu hudumu milele na milele. Bwana Yesu asifiwe sana. Kwa hiyo wito wangu kwenu ni kwamba kama leo mtatambua unaishi kwa ajili ya watu, basi ni lazima tubadilike. Hiyo ndio wito wangu, maombi kwangu kwenu. Kama tunaishi kwa ajili ya watu, ni lazima tubadilike. Tusiogope maoni ya watu. Unatafuta kukubalika zaidi kuliko kumtii Mungu? Hapana. Muombe Mungu akupatie ujasiri wa kiroho. Mwambie Mungu akupe ujasiri wa kiroho ili tuweze kuwa watakatifu na kuweza kumtii Mungu kwa kila tendo ambalo tutalitenda katika uongozi wetu. Na Mungu atubariki. Amen. Amen.